hujamfikia mwananchi mmoja mmoja nyumbani, lakini ukifika kwenye huduma za afya wananchi watanufaika. Haya ni maelekezo tumepewa. Lakini pia mwenyekiti, ni kwamba zamani tumetatua migogoro mingi kwa namna ifuatayo. Mradi unaenda kutekelezwa eneo fulani, lakini kwa sababu fulani mkandarasi anashusha vifaa kwenye eneo ambalo haliko eneo la mradi. Nguzo zinakwenda eneo la kitongoji ambacho hakiko kwenye mradi. Tunaanza kuambia wananchi, kuwatamanisha wananchi kwamba mradi unakuja, lakini kumbe hawapati. Siku zinavyohamishwa kupelekwa kitongoji husika, tunatengeneza migogoro. Kwa hiyo vifaa vya ujenzi vishushwe eneo la mradi, tusiwakorofishe wananchi. Hilo tumeelekezwa kwamba tuwaambie ili kuepusha migogoro. Lakini vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, migogoro ya kukata mazao ya watu au kutokukubaliana na watu kupitisha miundombinu kwenye maeneo yao, hiyo nayo haivumiliki. Ni jukumu la mkandarasi, tukimsaidia sisi kuhakikisha kwamba huwezi kukata zao la mtu ikibidi mpaka iwe ridhaa yake. Kwa viongozi wenye viti wa vijiji na vitongoji washirikishwe ipasavyo pamoja na wananchi wao kuridhia kupitisha miundombinu kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi mahali watakapokuwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa ni kwamba tunaamini kwamba umeme ukifikia wananchi katika vitongoji hivi vilivyopo kwenye mradi mkoa wa Njombe, utainua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, utainua uchumi wa vitongoji husika, utainua uchumi wa mkoa wa Njombe, lakini utainua uchumi wa taifa. Baada ya kuyasema hayo, naomba kuwasilisha. Asante sana. Karibu yote umepita, na nilikuwa nafuatilia pia hotuba ya mkurugenzi wa REA wakati wa usainishaji wa mikataba hii. Hayo ambayo umeyasema ndio hayo pia alikuwa ameyazungumza, lakini kwa niaba ya mkuu wa mkoa naomba na mimi niseme yale ambayo aliyaagiza kama ambavyo nimesema. Alinipigia simu jana na akasisitiza tumweleze mkandarasi, kwa sababu pia alikuwa angependa sana awepo yeye na waheshimiwa wabunge, lakini kwa vile waheshimiwa wabunge wako kwenye session ya bunge, Mheshimiwa mkuu wa mkoa alielekeza tuwaeleze yafuatayo machache, lakini ndio yale ambayo umeyazungumza. Moja, kwa mkandarasi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa au mkoa wetu wa Njombe umesisitiza sana kwamba unategemea kuona matokeo. Yaani baada ya kusainishwa kwa mkataba, kukabidhiwa kwetu kwa mkoa, tunaomba utekelezaji wa miradi hii sasa tuone matokeo, kwa sababu wananchi wana hamu sana na utekelezaji wa miradi kama ambavyo nia njema ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuleta mwanga kwa wananchi. Kwa hiyo mkuu wa mkoa amesisitiza sana kwamba miradi hii ilete matokeo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesisitiza sana kwamba mkandarasi uwe na mpango kazi, na ikiwezekana mpango kazi huu uwasilishwe katika ngazi ya mkoa, kwa maana ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini pia ofisi za wakuu wa wilaya. Huu mpango kazi au ratiba ya utekelezaji, action plan, anaomba wakati unaanza utekelezaji. Nimeambiwa hapa kwamba ni utekelezaji wa miaka 3, na nashukuru sana REA wamesisitiza kwamba hakutakuwa na nyongeza. Kwa hiyo tunatarajia vitongoji 218 ifikapo tarehe 30 Januari 2029 vyote vina mwanga. Kwa hiyo mkuu wa mkoa amesisitiza sana kwamba anaomba huu mpango kazi. Hilo la pili. Lakini la tatu, anaomba pia au ameagiza kwamba ofisi yake ya mkoa na ofisi za wakuu wa wilaya zipate utekelezaji wa mradi kila robo. Kwa kila robo mwaka ama kila baada ya miezi 3 anaomba apate progress report, na hii wasilishwe kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi za wakuu wa wilaya. Lakini pia lingine ameomba na ameagiza, na hili pia lilizungumzwa na mkurugenzi wa REA, kwamba basi muwape fursa wazawa
fursa za kazi kule ambako kama ambavyo amezungumza kiongozi kwamba kutakuwa na magenge kila jimbo. Basi fursa hizo za hayo magenge ni vyema zaidi zikajumuisha wazawa. Hii itasaidia sana pia kuleta sense of ownership ya miradi. Haya ni maeneo ambayo mkuu wa mkoa amesisitiza, lakini muhimu pia na pia lilizungumzwa na mkurugenzi wa REA, ameagiza pia kwamba tunapotoka mkoani tunafahamu kwamba mnaenda kwa wakuu wa wilaya kujitambulisha, lakini mfate ngazi zote za uongozi katika wa serikali. Kwa maana mkitoka kwa mkuu wa wilaya mfike kwenye uongozi wa kata, mfike kwenye uongozi wa kijiji na hatimaye kitongoji. Hii itasaidia sana pia wale viongozi na wenyewe kujua kile kinachoendelea. Haitapendeza sana ukitoka wilayani ukaenda moja kwa moja kwenye kitongoji, na ndio hilo ambalo limezungumzwa muda mwingine, mnashusha vifaa kwenye kitongoji ambacho hakina mradi, alafu baadaye kunaleta migogoro. Kwa hiyo hilo limesisitizwa. Haya mambo matano niliyosema, mkandarasi naomba uyazingatie, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza kwamba atalifuatilia hili kama ambavyo nimesema. Ameomba namba za simu kwenye visitors book, kwa hiyo atalifuatilia. Na nafahamu kwamba yeye ana vyombo vingi, atawasiliana na wakuu wa wilaya, atawasiliana na wakurugenzi, atawasiliana na ngazi zile zingine zilizoko kule chini kuweza kupata feedback. Kwa hiyo hayo ya mkandarasi nafikiri mmeyazingatia. Lakini pia kama sisi kama mkoa pia tuna wajibu pia kama ambavyo nimesema kiongozi. Kuna wajibu wa mkandarasi, lakini pia wananchi nao wana wajibu. Kwa hiyo tunaomba tusisitize kupitia hafla hii kwa wananchi wetu wa mkoa wa Njombe. Hii ni fursa nzuri. Vijiji 218 vinaenda kuwashiwa umeme. Kwa hiyo tunaomba na tunawasihi wananchi na jamii ya Wananjombe kwenye majimbo yote na wilaya zote kutoa ushirikiano wa kutosha kwa mkandarasi. Kwa sababu pamoja na kwamba mkandarasi tumempa majukumu mengi, lakini asipopata ushirikiano wa jamii au wananchi, na yeye atapata wakati mgumu kutekeleza. Na kwa hiyo tunaomba wananchi watoe ushirikiano wa kutosha na kujiepusha sana na vitendo vya uhujumu, wizi, udokozi, uharibifu wa miundombinu. Hili halitakubalika. Kwa hiyo sisi kama mkoa tutalisimamia kumpa ushirikiano mkandarasi ili atekeleze wajibu wake, lakini wananchi na jamii kwa ujumla, wazazi waelekeze vijana wawe sehemu ya ulinzi wa mali na vifaa vya mkandarasi, ili mkandarasi aweze kutekeleza wajibu wake. Kama ambavyo tumesema, hakutakuwa na nyongeza. Kwa hiyo mkandarasi sija akaja na visingizio kwamba kila nikiweka vifaa vinaibiwa. Kwa hiyo hili ni wajibu wa jamii, na sisi tutaendelea kuhamasisha kwenye vikao vyetu, na bahati nzuri wiki ijayo tuna kikao cha kamati ya mashauriano ya mkoa, tunaita RCC. Kitakuwa na waheshimiwa wabunge na viongozi wote wa mkoa, na hili tutalisisitiza ili watu waende kule kuweza wakati kumfuatilia mkandarasi, lakini pia jamii nayo tekeleze wajibu wake. Na kama ambavyo umesema hakuna fidia, kwa hiyo wananchi wasilete changamoto ambazo zitasababisha pengine kuchelewesha mradi. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameweka kiwango hicho, ama REA ameweka kiwango hicho cha shilingi 27,000 cha connection, ni kiasi kidogo. Kwa hiyo na wananchi nao wana wajibu wao. Kwa hiyo pale ambapo mradi tutahitaji pengine kupitisha kwenye mazao kama ambavyo tumesema viongozi wa vijiji washiriki, basi wananchi na yeye aweze kufanikisha hilo, ile mkandarasi aweze kutekeleza wajibu wake, kusiwepo na vikwazo. Tunaamini kabisa upatikanaji wa huduma hii ya umeme itachochea shughuli za kijamii na za kiuchumi kwenye maeneo yetu. Tunajua kabisa kutakuwa na viwanda baada ya mradi kukamilika na umeme kuwashwa, basi shughuli za uzalishaji zitachangamka. Kwa maana kwamba viwanda vya sisi Njombe, uchumi wetu mkubwa sana ni mbao, ni miti. Kwa hiyo kuna viwanda, karakana za uchanaji wa mbao zitafunguliwa. Tunafahamu utunzaji wa vyakula na vinywaji baridi utakuwa umechochewa, lakini pia kuna karakana za uchomeleaji vyuma, kuna shughuli za saluni, kuna shughuli za muziki. Kwa hiyo tunaamini kabisa ni fursa nzuri na italeta ajira kwa vijana wetu. Kwa hiyo kwa ufupi ni hayo. Naomba niahidi tu kama mkoa sisi tutatoa ushirikiano mkubwa kwa mkandarasi, na pale ambapo mkandarasi utapata changamoto yoyote
tunaomba usisite kuwasiliana na ofisi ya mkoa. Usije ukawa una kikwazo kwenye eneo la utekelezaji alafu unagugumia unawasiliana REA makao makuu. Sisi mkoa tupo kukusaidia kuhakikisha unatekeleza wajibu wako ndani ya miaka mitatu. Vijiji 218 vyenye fedha bilioni 25 iliyomwagwa Njombe inawaka, ili sasa tuweze kuangalia hatua zinazofuata. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana, na sisi tuko tayari kufanya kazi na mkandarasi na Okay. Habari zenu wote, asante. Naitwa Zamir kwa upande wa kandarasi Central Electricals. Taongea tu kwa ufupi. Kwanza tunashukuru sana, tumekaribishwa hapa Njombe. Tunashukuru kwa muda wako Mheshimiwa. Kwa tumepata nafasi sasa hivi kujitambulia kwa hiyo mradi. Tunashukuru sana kwamba tumepata hiyo mradi hapa Njombe na tumeaminiwa kumaliza hiyo kazi. Kwa ufupi tunataka tuseme kwamba tutahakikisha kwamba hiyo mradi iishe ndani ya muda ambayo ilipewa kwenye mkataba, itaisha kwa usalama with zero harm, na iishe kwenye quality ambayo inahitajika kwa watu wa REA, wa TANESCO na kwa kampuni yetu. Kwa upande wa sasa tulipofikia, tunataka ndani ya hizi wiki mbili tumalize kwa upande wa mobilization na kuanza kwa upande wa survey, so that tunaweza kuhakikisha hizi vitongoji vyote 218 ziko wapi na tujue kwamba scope yote itakuwa namna gani. Kwa upande wa materials tumeshamaliza kuplace order ya 30% hadi 40%, so that muda ikifika kuleta materials zisiwe na delay yoyote. So tayari tumeanza kujitayarisha, tumekuja na timu yetu yote ambayo watakuwepo hapa, na tunataka tuhakikishe kwamba vitongoji vyote vipate umeme kwa muda. Asanteni sana. Sawa. Yamezungumzwa mengi, lakini mojawapo ambalo wengi wanatamani kujua ni kuhusu ajira za wale wananchi wanazunguka eneo la mradi. Ndio. Unawahakikishia vipi wananchi ambao wanazunguka ile eneo la mradi kwamba watapata fursa pia ya kuweza kufanya shughuli katika mradi huu? So kwa watu ambao watapata ajira katika hiyo mradi, si ndio? Yeah. So kwa hizi mradi zetu za REA obviously kuna mahitaji ya nguvu nyingi kwa ajili ya kumaliza hiyo mradi. So sisi tutahakikisha kwamba kwa hizi vijiji vyote tukishapita tutaangalia na tutaongea na watu wa vijiji kujua kwamba kuna nani na nani ambaye wana uzoefu ya kufanya kazi na sisi. So tunataka tuhakikishe kwamba tutaongea nao kwa kila sehemu ambayo tunapoenda na kujua uwezo la watu ambao wapo, kuhakikisha kwamba wale watapata priority ya kwanza kwenye kuingia kwenye mradi kabla ya watu wengine labda wa nje.